Hello wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana kwenye channel yetu. Tumekuwa tukiangalia makala mbalimbali zinazohusiana na ufugaji na namna ya kutambua changamoto, kutatua. Sasa leo hii nimewaletea kama story au nataka ni share experience na nyinyi ndugu zangu ambao mmekuwa mkitufuatilia sana KingoFarm. Sisi kwenye ufugaji wa kuku tuna miaka mingi kidogo, tumeanza muda mrefu, lakini mwanzo haukuwa kama sasa. Mwanzo kama mnavyojua, mwanzo siku zote huwa ni mgumu, huwa una changamoto nyingi sana. Kwa kupitia hizo changamoto tulipata kujifunza vitu vingi sana. Wakati tukianza ufugaji tulikuwa tunakutana na changamoto nyingi sana. Tena tulikuwa hatupati faida kabisa, ila tulikuwa tunapata tu hasara. Yote hii ilikuwa ni kwa sababu kuna vitu vingi sana tulikuwa tunavikosea, lakini pia vitu vingi sana tulikuwa hatuvijui. Sasa leo hii nimekuandalia tu vitu 6 ambavyo natamani sana ningevijua kabla sijaanza kufuga. Hii kitu inaweza kukusaidia hata wewe ndugu yangu ambaye unatamani kufuga bado hujaanza, au umeshaanza upo kwenye ile hatua ambayo sisi tulipitia, ile hatua ya changamoto, magonjwa, hasara. Unaweza ukasikiliza ukajua na wewe labda kuna kasehemu kanaweza kakakugusa, au kuna kasehemu unaweza ukaimprove. Sasa hivi ni vitu 6 tu ambavyo natamani sana, yani natamani sana kama sisi KingoFarm kabla hatujaanza hii kazi tungekuwa tumevijua. Kitu cha kwanza jamani ambacho natamani sana nikijua vizuri ni kuhusiana na ubora wa banda. Yani ubora wa banda ambalo unafugia kuku ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Yani ndio muhimili mzima wa kufuga kuku, kwa sababu eneo ambalo unafugia kuku lisipokuwa rafiki, kuku watakuwa wakishambuliwa na magonjwa mara kwa mara, watakuwa wanadumaa, watakuwa wanakufa, kwa hiyo utajikuta haupati faida kabisa. Nakumbuka mwanzo kabisa wakati tunaanza kufuga kuku, kwa wale ambao mmefuatilia zile video zetu za zamani sana, kuna mabanda ambao tulikuwa tunayaweka pia. Yale mabanda yalikuwa hayako vizuri kabisa. Yani yalikuwa yana sehemu ndogo sana ya mzunguko wa hewa. Kipindi kile changamoto yetu kubwa ilikuwa ni ugonjwa wa mafua. Yani mafua yalikuwa hayaishi. Lakini vile vile kuku kudumaa. Kuku walikuwa wanapishana pakubwa sana. Yani kuku wengi sana walikuwa wanapishana kwa asilimia kubwa sana. Yote hii ilikuwa inasababishwa na lile banda. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho natamanigi sana kama tungeweza kujua kuwa banda linatakiwa liwe hivi na hivi na hivi. Banda linatakiwa liwe na sifa 2. Liwe linaruhusu hewa kuingia na kutoka. Lakini ule wakati wa baridi au mvua huwa tunaweka na maturubai. Sasa hayo yote tulikuwa pia hatuyajui, ila tulivyoendelea kujifunza tulijua vitu kama hivyo. Lakini kitu cha pili ambacho natamani sana tungekijua ni chakula. Kwenye kipengele cha chakula. Kwenye kipengele cha chakula mwanzo wakati tunaanza jamani, changamoto ambayo tulikuwa tunaipitia kwenye chakula cha dukani na chakula cha kutengeneza. Chakula cha dukani kuna kampuni moja siwezi kulitaja. Tuliwahi kununua chakula chake. Tuliwapa kuku, walidonoana sana, waliuana sana. Yani waliuana sana. Walidonoana kwa wingi. Tulikuwa tukiwapa chakula tu cha kampuni nzuri, baadaye tukakutana na chakula ambacho bei yake iko ndogo kidogo, tukasema ngoja tukinunue. Tulivyonunua kile chakula kuku walidonoana, tulipata hasara kubwa sana. Kwa hiyo kwenye chakula nikawa nimeshapata kujifunza. Kumbe chakula cha kuku kinatakiwa kiwe kwa namna hii. Hata kama unanunua cha dukani basi kiwe hivi. Nilipata kujifunza vitu kama hivyo. Lakini vile vile hapa kwenye chakula, kwenye kile chakula ambacho tunatengeneza, formula ambazo tulianza nazo mwanzo, zilikuwa zina changamoto. Kuku walikuwa hawadonoani kwenye ile formula, lakini shida ilipokuwa ni kwenye kutaga. Kwa wale kuku ambao wanataga tulikuwa tunapata changamoto sana. Na hili hapa leo nitaomba nilijibu. Kwa wale watu ambao wananipigia simu wanasema wakiona tu ile formula yetu huwa wanashtuka. Mbona kuna kitu fulani hakipo? Mbona kuna kitu fulani hakipo? Au wengine wanasema mbona labda DCP mmeweka kwa kiwango kikubwa, au broiler premix au layer premix mmeweka kwa kiwango kikubwa. Pale shida iliyopo mwanzo tulifuatisha formula ya ule mfuko ambao wa DCP, au ule mfuko ile pact ya broiler premix au layer premix, tukazitumia kama ambavyo wao wameandika. Hatukupata matokeo kabisa. Kwa hiyo ilibidi tuangalie tunafanyaje, tukawa tunaongeza. Tulivyoongeza kile kiwango, unakuta wenyewe labda kwenye kilo 2 labda ya layer premix wamekwambia uweke kwenye tani 2. Na wengi sana mmekuwa mkiniuliza mbona ukienda dukani tunaambiwa hivi, au maelekezo yameandika hivi. Jamani, tulikuwa tukifuata yale maelekezo ambayo yameandikwa pale, labda kilo 2 ya layer premix iweke kwenye tani 2 ya chakula. Jamani, matokeo yalikuwa hayapo. Tulikuwa hatupati matokeo kabisa. Kuku walikuwa hawatagi, yani kama hawajapewa chakula. Kwa hiyo kale kasehemu kakao kanatukia hasara, kwa sababu chakula wanakula, japokuwa virutubisho sio gharama sana kwa mujibu wa yale maelekezo ukiyafuata, lakini matokeo yalikuwa ni 0. Kwa hiyo bado tulikuwa tunapata hasara hata ya kile chakula kidogo ambacho tumekiandaa. Hiki ni kitu ambacho nilitamani sana pia ningekijua mwanzo kabla sijaanza kufuga.
Tunawashauri jamani, nunueni vitabu vyetu, tumieni. Tumeviandika vile vitabu kwa experience ya miaka mingi sana. Yaani tumefanya research kwa miaka mingi, tumefanya practice kwa miaka mingi sana shambani. Hata ukiona tumekuandikia dawa ya asili, ni tumeitumia mara kuitumia, matokeo yamekuwa chanya. Ukiona zile formula za chakula, tumezitengeneza vile, tumetoka mbali sana. Yaani tulikuwa hatupati matokeo, tunaongeza hiki, tunapunguza hiki, tunaongeza hiki, tunapunguza hiki. Mpaka baadaye tukaanza kuona tunapata matokeo makubwa. Na wale ambao mnatumia zile formula zetu nadhani mnaelewa. Wengi wao mnanipigia simu mnaniambia kuwa matokeo ni mazuri, kuku anataka kwa asilimia kubwa, kuku ananenepa, lakini hamjui safari ambao tulipata zile formula, tulitesekaga sana. Kama hauna hivi vitabu na kushauri ununue. Hivi vitabu ni 10,000 tu, lakini vitakusaidia sana kwenye ufugaji wako. Tuna vitabu vya kuku aina zote, tuna vitabu vya tiba za asili, vya kutengeneza chakula, miongozo, vya booster, ambavyo ukivitumia matokeo yanakuwa mazuri na hautojutia kabisa. Kitu kingine cha tatu ambacho pia natamani sana tungekifahamu mapema ni umuhimu wa kuwapa kuku kinga. Hapa kwenye kinga jamani, umuhimu wa kuwapa kinga za asili na za dukani. Kuna magonjwa unaweza ukawakinga, ukawapa chanjo. Kwa mfano Newcastle, unaweza ukawapa chanjo ya Newcastle na kuku bado wakapata kideri. Ukashangaa, mbona hao nimetoka kuwachanja? Lakini nilikuja kujifunza kuwa hata kama utawapa ya dukani, basi hakikisha na za asili unawapa mara kwa mara, kwa sababu magonjwa mengine yanakuja kwa kasi sana. Mfano ni huo ugonjwa wa Newcastle na ndui. Ndui kama eneo lilipo kuna mbu, huwa inakuja kwa kasi kubwa sana. Hapa kwenye umuhimu wa kinga, na kushauri wape kinga zote. Wape za asili, wape na za dukani. Za asili wape mara kwa mara. Ya dukani unaweza kuwapa mara moja tu kwa mujibu wa maelezo yao. Lakini za asili hizi wape mara kwa mara. Walau kila baada ya wiki 2, wiki 1 unawakinga, kwa sababu hazina athari yoyote, zinawakinga na pia zinawaboost. Kuku wako wanakuwa vizuri kabisa, wananawiri. Na wengi wao mnanipigia simu, baada ya kuanza kutumia labda sijui majani fulani ambao ulinielekeza, kuku wangu wamenawiri. Zile booster ni nzuri sana sana. Na pia kama hauna hicho kitabu, basi nakushauri ununue hiyo 10,000 na uwabadilishe kabisa kuku wako. Lakini kitu kingine cha 4 ambacho natamani tungekifahamu mapema ni swala la wadudu, wanyama, naweza kusema wanyama ambao wanakamata kuku. Kwa mfano paka pamoja na kicheche ni vitu ambavyo vilitusumbua sana. Sisi hapa tulipo tuko mashambani. Paka na vicheche walitusumbua sana. Walikuwa wanakamata sana kuku. Walikuwa wanakamata sana. Lakini mwanzo nilikuwa sijui kama paka labda anaweza akala kuku, kwa sababu ni paka ambaye tunamfuga hapa nyumbani, lakini baadaye alikuwa hana hii tabia. Baadaye akawa na watoto wengi. Wakaanza hii tabia ya kula kuku, walitutia hasara kwa sababu tulikuwa hatujui, mpaka tulivyowafuatilia tukakuta kweli paka wanakula kuku pamoja na hawa vicheche. Kuna dawa ambayo tuliitumia kuwaua wale paka. Hii dawa inauza shilingi 1,000 tu. Kwa wale ambao mpo kwenye kundi lile la WhatsApp, nikienda kuinunua awamu hii, wengi kwa sababu mliniuliza, sikubahatika kusoma vizuri jina, nadhani haikuandikwa chochote. Nilinunua kwa wale wanaouza sumu, tukawapa hawa paka, tukaweka kwenye samaki, tukawawekea paka. Wale paka walipokula hawakutembea hata hatua 2 wakawa wamekufa. Kwa hiyo kwa saizi hatunaga paka kabisa kwa sababu ya ile athari ambayo tuliiona. Hii dawa nadhani nitaipost. Kwa wale ambao mpo kwenye lile kundi la WhatsApp, lile ambalo wala yake ni 8,000, nitawapostia kile kidao ili muweze kukiona. Na kitu kingine pia ambacho nilitamani sana ningekijua mapema ni budget. Swala la budget nilikuwa nalijua. Tulikuwa tunaandika kabisa budget, tunazijua, tunaandika, lakini kumbe kuna sehemu tukawa tunaona kama tunapata hasara au tukiipata faida ni faida ndogo sana. Yaani tukisema kuku asife kabisa, tukaona bado faida ni ndogo sana. Kwa hiyo ikabidi tuangalie namna ya kuweza kuminimize zile costi. Tukaingia kwenye kutengeneza bustani, tukaweka mimea mingi sana. Ile mimea yote ilikuwa ni kwa sababu ya kupunguza costi na kuweza kufanya tuweze kupata faida, ili bajeti yetu iwe inaenda vizuri, kwa sababu usipopangilia vizuri budget kwenye kuku utajikuta unaingia kwenye hasara. Na kitu pekee kitakachokusaidia ni mimea mbalimbali, mimea ya kuweka kwenye chakula, mimea ya kuweka kwenye maji. Hii ndio itakusaidia sana kupunguza gharama. Kwa hiyo kwa wale wenye vitabu vyetu nadhani mmeona mle kuna matumizi zaidi ya 80% ni ya mimea tu. Lakini kitu kingine cha 6 ambacho nilitamani sana ningekijua ni matumizi sahihi ya kinga, tiba na booster za asili. Hivi vitu pia usipovitumia kwa usahihi, matokeo yake huaga sio mazuri. Ila ukivitumia kwa usahihi vitakufurahisha sana, kwa sababu matokeo yake ni mazuri. Na mwanzo miaka ambayo tulikuwa tunaanza kufuga, tulikuwa hatuvijui sana. Tulikuwa tunavijua kwa kiwango kidogo sana. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia kwa asilimia chache sana. Lakini baadaye tulipokuja kuvijua vizuri zaidi, tukaongeza asilimia. Tunatumia kwa zaidi ya asilimia 85 kinga, tiba, booster za asili, na matokeo ni mazuri, gharama ndogo, kuku wetu wananawiri. KingoFarm
niwakumbushe, tunapenda sana kuzalisha kuku wengi zaidi. Tumewaandalia incubator ambazo zinauzwa bei nafuu, huwezi kukuta sehemu yoyote. Incubator ambazo zina ubora kama ambazo tunatengeneza sisi KingoFarm, lakini pia tutakuuzia hizi incubator, lakini tutakupa maelekezo yote kuanzia siku utakapoweka mpaka siku unapata vifaranga. Tutakuwa pamoja na wewe tukikupa maelekezo ili kuhakikisha unapata vifaranga wako kwa 100%. Incubator zetu ni nzuri, ufanisi wake ni wa hali ya juu sana sana sana. Tumeshawauzia watu wengi na wameanza wanapata vifaranga wengi, wanafanikiwa sana na wanatushukuru sana. Kwa hiyo kama wewe unatafuta incubator au umewashawahi kutumia hizi incubator za Mchina zikakusumbua, tumetengeneza incubator ambazo sio zile incubator za Mchina, ni nzuri. Yaani ni za kisasa, full automatic. Matilio yake sio kama yale ya zile incubator za Mchina. Gharama zake ni nafuu sana sana sana. Lakini pia tunauza vitabu vya ufugaji. Tuna kitabu cha safari ya ufugaji, tiba za asili, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kile kitabu cha booster kinaitwa kitabu cha mwongozo, na vitabu vingine vingi kama vitabu vya kutengeneza incubator na kadhalika. Kila kitabu ni 10,000, na pia tuna kundi la WhatsApp ambalo ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Kama ni ada ya kundi, tunakuunga kwenye kundi, utaweza kuuliza maswali, kuuliza ushauri, yote utapewa. Lakini pia utapewa darasa la uleaji wa vifaranga kuanzia day 1 mpaka wanakuwa wakubwa. Tutakuonyesha jinsi ambavyo sisi tunaagiza vifaranga kutoka kwenye makampuni mbalimbali, tunawahudumia mpaka wanakuwa wakubwa. Karibuni sana. Kama unahitaji huduma zetu, incubator, unataka kutengeneza ya box, kutaka kununua, maelekezo yote utayapata kwetu KingoFarm. Asanteni sana.